Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fanesi TV popote pale uliko ambako unaendelea kutufuatilia vyema kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Na leo bana ni mwendelezo wa vile vipindi vyetu vya mtaa kwa mtaa. Na mbele ya skrini ya Fanesi TV ninaye mama yetu wa Kizito, mama ambaye amenawiri kama unavyoona, lakini tutakwenda kuzama naye kwenye mastori mawili matatu, lakini jambo muhimu ambayo tuko nayo hapa kama Fanesi TV ni kikuletea kile ambacho kinaandaliwa hapa nyumbani kwa Disiri. Hivyo tutakwenda kumsikiliza na atakwenda kutuambia yeye ni nani, lakini kipi ambacho anakwenda ukiandaa hapa nyumbani kwa Disiri. Mama, jambo. Jambo. Wana Fanesi TV wangetamani waweze kuyajua majina yako, sijui unaitwa nani? Kwa majina naitwa Melania Esther. Yeah. Ni mama wa watoto 4. Yeah. Nimeolewa, nampenda Mungu pia. Yes. Tulisikia kama Fanesi TV tuliambiwa kwamba kuna maandalizi ya sherehe ya Babondo hapa nyumbani. Kwani tungetamani kujua kwenye hiyo sherehe wewe unatumika kama nani kwenye hilo kundi la Babondo hapa nyumbani? Kwenye hii kundi ya Babondo mimi natumika kama sekretari wa wamama VIP. Ndio. Kwa nini timu mbili za Babondo ambazo tunajua wazi kwamba hapa nyumbani kwa Disiri kuna Babondo grupe mbili? Hii imetokana nini haswa, na leo kwa nini ninyi mwende mfanye sherehe hiyo? Kuna sababu, ndio maana tuliunda hii Ebondo tuseme ya pili kwa changamoto ya Ebondo ya kwanza. Maana sisi tulitolewa kwenye Ebondo ya kwanza, yani pasipokuwa na sababu kamili. Tulijikuta tu tumetolewa tukawekwa nje ya Ebondo ya kwanza. Hatukujua sababu, tulifanya kuuliza, hatukupewa majibu kamili, na wakati hela zetu wameshachukua. Moja kwa moja bila kupoteza muda, tungetamani kujua ni miaka mingapi toka grupe hii ya Babondo ipo hapa nyumbani kwa Disiri? Kwa Ebondo ya kwanza ama hii ya pili? Hii ya kwenu ambayo mnataraji kufanya sherehe yenu tariki 30 mwezi huu. Sasa hivi kama sikukosea ni miezi kama 8 aiza 9 toka mwanze kujikusanya. Toka tuanze, maana tulianzaga toka mwezi wa 12 mwaka jana. Tungetamani kujua kwenye swali hili la ambalo kidogo la kizushi, lakini tungetamani kuweza kuelewa kwenye hilo kundi lenu ambalo ni Babondo. Tungetamani kuelewa, je, kuna ubaguzi wa kabila au na jinsia pia, au tuseme mambo kama na hayo? Hakuna ubaguzi wowote. Yeah. Tunakaribisha kila mtu, lakini awe ni mbondo ambaye wa baba na mama, tunamkaribisha aje ajiunge na sisi. Tuko na vitu vizuri. Kama mtu akifariki hapa kwetu tunamtolea 5,000 na tunajiunga na familia kwa kuzika kwa hiyo 5,000, na tunampikia chakula na kumlipia renti ya mwezi mmoja. Vizuri sana. Tuende moja kwa moja kwenye tariki 30. Watu hapa nyumbani kwa Disiri watarajie nini siku hiyo ya tariki 30? Yani tunawakaribisha, maana tuna mkutano mkubwa, ndo kwenye watasikia sera zetu, na ndo kwenye watasikia je, tuna kipi cha kusaidia mtoto wa Mbembe Mbondo kwa hili. Vizuri sana. Vipi wale wengine majirani wamekaribishwa ama vipi? Yani sisi hatubagui, maana sisi hatuna roho mbaya. Hatubagui, hatuchagui. Yeyote atakayepata muda wa kuja tarehe 30 za huu mwezi aje, tunamkaribisha bila ubaguzi wowote, na tutaweka address mahali ambapo tutakapokutanana kula kujigaragaza. Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fanesi TV, ni mama kiongozi kati ya viongozi wa grupe yetu hii ya umoja wa Babondo hapa nyumbani kwa Disiri. Wanaendelea kukaribisha kuweza kukusanyika pamoja nao siku hiyo ya tarehe 30, ambako kama alivyosema chakula kwa wingi, na utakwenda kujua kile ambacho ina maana, utaratibu na vitu vingine. Mama, tungetamani kusikia neno moja kwa wapenzi wasikilizaji wa Fanesi TV ambao watatufuatilia baadaye itakapoenda pale YouTube. Tunawakaribisha sana kwenye redio yetu Fanesi TV, tunaipenda sana.